Ukisoma katika waraka wa kwanza ile ya Korinto sura ya 2:14 mpaka 16, ndio maneno ambayo yanafungua milango ya kuingia katika somo hili. Anasema basi mwanadamu mwenye tabia ya asili ayapokee mambo ya Roho wa Mungu. Kwa nini ayapokee? Maana kwake huyo ni mpuzi, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yanatambulikana kwa jinsi ya Roho. Siri kubwa ya mwanadamu mwenye tabia ya asili ni mwanadamu anayetegemea milango mitano ya fahamu ili aweze kuelewa na kufahamu ya kwamba lazima aone, lazima asikie. Bwana Yesu asifiwe. Lazima anuse, na kunusa kule kuna uzoefu ambao alishaupitia. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia milango hii ya fahamu mitano ndio mwanadamu wa asili anaweza kupokea mambo. Bwana Yesu asifiwe. Na kuyafahamu mambo. Nje ya hapo hawezi. Na ndio maana mambo ya Roho wa Mungu mwanadamu ya tabia za asili hawezi kuyapokea na wala hawezi kuyafahamu, kwa sababu mambo haya yanatambulikana kwa jinsi ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana anazungumza katika ile 15, lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye atambuliwi na huyu mtu mwenye milango mitano. Ina maana kuna mwanadamu mwenye tabia ya asili na kuna mwanadamu yule wa rohoni, ambaye huyu ana tabia za uungu au ana ushirika wa tabia za uungu. Hawa ni watu wawili tofauti, na hawa wanakaa ndani ya yule mtu aliokoka. Wote wawili wa mwanadamu yoyote ambaye hajaokoka, hajampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Hajabatizwa katika ubatizo wa kweli na hajapokea Roho Mtakatifu, mwanadamu huyo bado yeye ni mwili. Maana kilichozaliwa na mwili ni mwili. Hayo sio maneno yangu, ni maneno ya Yesu mwenyewe. Na kilichozaliwa na Roho ndio Roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana baadhi ya watu wanapambana kuelewa, na wakati mwingine hata akisoma Biblia anaweza asielewe. Kama unasoma Biblia uelewi, moja kati ya changamoto kubwa itakao kufanya usielewe Biblia, jiulize, ni mimi nimezaliwa mara ya pili kweli? Kwa hiyo ni lazima uweze kufahamu. Inawezekana kuzaliwa kwako mara ya pili hapajakaa vizuri. Haleluya. Ndio maana ukisoma neno, kwa sababu Biblia imezungumza mambo ya rohoni na inazungumza mambo ya yule mtu wa rohoni, ndio anaweza akayatambua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inaendelea kusema wakati mwingine uelewi neno kwa sababu yuko adui anayekuzuia usielewe neno. Kwa hiyo sababu hizi mbili zote zinaweza zikawa ni moja kati ya changamoto ambayo iko mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mtoto wa Mungu. Anasema lakini mtu wa roho anayatambua yote. Na mstari wa 16, maana ni nani anayefahamu nia ya Bwana amelimishe? Anayeelimishwa ni yule mwanadamu mwenye tabia za asili, lakini sisi tunao nia ya Bwana. Mtu yoyote aliyezaliwa mara ya pili, kilichozaliwa na mwili ni mwili na kilichozaliwa na roho ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yule ambaye amezaliwa katika roho anayo nia ya Bwana ndani yake. Nia ya Kristo iko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye ndani yake upo uzao wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Yesu apewe sifa. Pale mwanzo, ili Bwana azungumze na atembee na watu katika mambo ya rohoni, walikuwa wanazaliwa watu wanaoitwa wanabii wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtu ambaye Bwana anamtenga toka tumboni mwa mama yake. Anazaliwa akiwa na asili ya Mungu ndani yake, ili aweze kuyapokea mambo ya roho wa Mungu. Na wanapokuja duniani, wenyewe wanakuja na kusudi kubwa la Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wanakuwa tayari wako full. Bwana Yesu asifiwe. 100:5 wa 7, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakayekutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalokuamuru. Hawa ni watu ambao toka wakiwa tumboni mwa mama yao Bwana alishawatakasa, alishawajaza kabisa nguvu ya Roho Mtakatifu. Wamezaliwa, maana kulikuwa kuna jinsi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na namna mbili tu. Moja ni namna ya kuzaliwa wewe nabii, namna ya pili ni kupakwa mafuta. Roho Mtakatifu anakuja na kadi yako. Bwana Yesu asifiwe. Na hii ilitokea kwa Daudi, alipopakwa mafuta Roho wa Bwana akaingia ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini ukisoma Waamuzi ile 17:7, lakini aliniambia, tazama, utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanaume. Basi sasa usile divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, maana mtoto huyu atakuwa nabii wa Mungu tangu tumboni hata siku ya kufa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu ndivyo alivyokuwa anatembea na kizazi kile cha wanadamu walio na tabia za asili, kwa sababu alikuwa hawezi kuyapokea mambo ya Roho wa Mungu, kwa sababu kwao yalikuwa ni kama upuuzi, hawezi kuyafahamu, kwa sababu mtu wa rohoni alikuwa hajazaliwa ndani yao. Mungu alikuwa anawaleta watu, wanazaliwa watu kwa ajili ya kazi maalumu. Wale ndio walikuwa na connection na Mungu moja kwa moja, na wanalibeba kusudi la Mungu toka wakiwa tumboni mwa mama zao. Wanakuwa tayari wamejazwa Roho Mtakatifu, maana ni wanabii wa Mungu. Maana nabii ni mtu aliyetengwa kwa ajili ya kusudi la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Luka 1:13-15, lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elisabeti atakuzalia mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yohana, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hatakunywa divai wala kileo, naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mama yake. Hawa wanajazwa Roho Mtakatifu toka tumboni. Bwana Yesu asifiwe. Wanazaliwa ndani na uzao wa Mungu kwa ajili ya kulitimiza kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivi ndivyo Mungu alivyotembea na watu wale ambao ni wanadamu wenye tabia za asili. Aliwateulia watu wale, waona kina Gideon, na ndio maana malaika anamwambia, kile kilicho ndani yako, uwezo ulio ndani yako ni mkubwa, kwa sababu tayari Bwana alishaweka uwezo wake ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya uwezo kukaa ndani, Biblia inatuonyesha Gideon baadaye Roho Mtakatifu anakuja mkali yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale wengine wasiozaliwa kama wanabii waliwezaje kuyapokea mambo ya Mungu sasa? Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupeleke ili ujue tulipotolewa, haleluya, na tulipo sasa, na uweze kujua kazi iliyofanywa juu ya maisha yako. Hata leo unaweza kutulia ukasema ninakwenda kanisani, ukasema ninatamani kuiona mbingu. Ni kazi ambayo ilikuwa ni kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Anazungumza katika Wagalatia
12, na torati haikuja kwa imani, bali ayatendayo hayo ataishi katika hayo. Mungu alitembea na wanadamu wenye tabia za asili kwa mfumo wa torati. Na mwanzo ukifuatilia mafundisho na kufundisha, mwanadamu mwenye tabia za asili hana imani, kwa sababu yeye ili aweze kuyafuata mambo lazima awe ameona. Imani haitaki uone. Kama umekwisha kukiona, Bwana Yesu asifiwe, basi hakuna sababu ya kuita imani. Yeye lazima aone, lazima asikie, lazima anuse, lazima aguse. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lazima aone. Katika hivi moja wapo vikitimia, ndipo anakwambia hii ni chumvi. Chumvi gani kweli? Gani chumvi sasa maji. Bwana Yesu asifiwe. Lazima aonje. Kuna imani kwa mtu mwenye tabia za asili, kwa sababu anaendeshwa na milango mitano. Anaendeshwa na akili iliyofundishwa kupitia uzoefu wa milango mitano. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alishaonja chumvi ya mawe, anaijua ladha yake. Kwa hiyo ukimwambia na hiyo ya maji ni chumvi, anamwambia hapana. Chumvi ya maji. Okay. Mungu wameyeyusha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ili Mungu atembee na watu wenye tabia za asili, aliwaletea kitu ambacho hakihitaji imani. Torati haihitaji imani. Soma vizuri Biblia. Torati haikuja kwa imani, bali utakaolifanya ndio utaishi. Na ndio maana ilikuwa ni sheria. Yaani ukifanya hicho ndicho unaishi. Uyafanya unakufa. Tulikuwa watu wale walikuwa wahitaji kujua kama yuko Mungu au yuko Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kulikuwa wahitaji ili mradi, na ndio maana walikuwa wanasema sheria za Musa. Musa alitueleza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wewe unatakiwa ujue kwamba ukizini utapigwa mawe utakufa. Hahitaji imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba unatakiwa uogope ili adhabu, kwa sababu ameshaona watu wanapigwa mawe, kwa sababu huyo ni mtu ambaye lazima aone ndio aamini. Kwa hiyo lazima apigwe mawe. Wengine asiona ataambiwa namkumbuka mtoto wa nani yule Bwana amekamatwa amezini ilikuwa amepigwa mawe mpaka amekufa kweli. Anaanza kuamini kumbe ili niishi nisizini, kwa sababu nikizini napigwa mawe. Kwa hiyo torati halikuja kwa njia ya imani. Mwanadamu aliambiwa ukitenda hilo utaishi, usipotenda hilo liloamriwa utakufa. Kwa hiyo watu walikuwa wanaishi pasipo imani, ila wamejengewa hofu inayotokana na ile adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwa njia hizo ndio Mungu aliamua kutembea na watu wenye tabia za asili. Bwana Yesu asifiwe. Natembea na wale taratibu, na ndio maana na katika eneo hili ninaomba msikilize vizuri. Kuna watu wanafikiri kwamba torati imefutwa, na Yesu anawaambia sijaja kuitambua torati. Anaendelea kusema Yohana 8 ndio mstari wa 4 na ule wa 5. Haleluya. Wakamwambia mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake wa namna hii, naye wasemaje? Haikupaswa wewe kuwa na imani, ila ulipaswa wewe kuogopa adhabu itakayofuatana na ile dhambi utakayotenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa mfano leo tunaposema utii sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haleluya. Ukikamatwa umebaka mtoto miaka 30 au 60 jela, sina uhakika vizuri katika hayo mawili. Haleluya. Watu hawabaki watoto kwa sababu wanaogopa Yesu. Wanaacha kubaka watoto kwa sababu wanaogopa Bwana. Hayo mambo ya watoto hawa shule hawa. Haleluya. Miaka 18 chini ndugu yako achana nao.
Yesu asifiwe. Sio kwamba wanamuogopa Yesu. Yesu asifiwe. Ni kwa sababu anaiogopa ukali wa ile sheria. Maana miaka 30 jela ni kama vile yani unatoka huko ukiwa paper to useless paper. Haleluya. Kwa hiyo kitendo chochote cha mwanadamu kuogopa kutenda dhambi kwa kuogopa ukali wa sheria, hayo ni matendo ya sheria, sio matendo ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Na wale wa agano lile la kale walikuwa wanahesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Matendo ya sheria ni kile kitendo cha wewe hauna imani juu ya Mungu, hauna imani juu ya Yesu, lakini unaogopa kutenda dhambi kwa sababu ya ile adhabu iliyowekwa katika mtu anayetenda dhambi. Yale ndio yanaitwa matendo ya sheria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na watu waliokuwa wanaenenda kama wanadamu ya tabia za asili walikuwa wanahesabiwa haki kwa matendo ya sheria, sio kwa matendo ya imani, kwa sababu imani ilikuwa bado haijaja kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi sitaki kuchanganya, nataka nienda wewe taratibu sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika Mambo ya Walawi 24:11 nitaenda mpaka ule mstari wa 23. Kisha huyo mwana wa mwanamke wa Kiisraeli alikufuru hilo jina na kuapiza, nao wakamleta kwa Musa, na jina la mamaye akiitwa Shobithi binti Dibri wa kabila la Dani, nao wakamtia kifungoni yule mwanamke ili wapate kuambiwa neno litakalotoka kinywani mwa Bwana. Na Bwana akasema na Musa, akamwambia Musa, akamwambia katika Mambo ya Walawi 24:14, mtoe huyo aliyeapiza nje ya malango, na wale wote waliomsikia waweke mikono yao kichwani mwake, kisha mkutano wote wamuue kwa kumpiga kwa mawe. 24:3, Musa akanena na wana wa Israeli, nao wakamtoa huyo aliyeapiza nje ya malango, wakamuua kwa kumpiga kwa mawe. Wana wa Israeli wakafanya kama Bwana alivyomwagiza Musa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo mwanamke alikufuru jina la Mungu na akajiapiza. Wakamchukua wakampeleka kwa Musa, wakatamani kujua wamfanyeje mtu huyo kwa dhambi aliyofanya. Na Musa akaenda kwa Mungu, akamwambia Mungu, tunafanyeje juu ya mtu huyo aliyekufuru jina lako na pia amejiapiza? Mungu akasema, wale waliomsikia mashahidi waweke mikono yao juu yake, alafu makutano wapige mawe mpaka afe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa njia hiyo Mungu alikuwa anakomesha uovu katika Israeli. Wale makutano wanapompiga mpaka anakufa, lile tendo linatengeneza hofu, na wale ambao hayawaingii maneno ila kwa kuona na kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Asiyeona atasikia aliyotolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na aliyeona ataamini kwamba kulikufuru jina la Mungu. Haleluya. Na kujiapiza kama ndio hivi, mimi siapizi tena. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu alivyotembea na wanadamu wenye tabia za asili ili kukomesha uovu katikati yao, ili watembee pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wala hakuhitajika imani. Bwana Yesu asifiwe. Imani haikuhitajika. Ilihitajika ni wewe kuielewa hiyo adhabu, na ukitaka kuishi tini, ogopa kutenda dhambi, maana iko adhabu nyuma yake. Na kitendo kile cha kuogopa kutenda dhambi na kukaa mbali na dhambi
kwa sababu ya kuogopa sheria na ukali wa adhabu. Kile ndicho kinachoitwa matendo ya sheria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sio kwamba Mungu alikuwa anaangalia mwili. Kile ndicho kilichokuwa kinaitwa matendo ya sheria. Anaendelea kusema katika ile waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 2 mstari wa 9, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala kuingia katika moyo wa mwanadamu, hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandikia wanadamu. Watu wenye tabia za asili hawawezi kuelewa bila kuona au kusikia tukio ambalo limetokea mtu ambaye anajua kwamba unajua mtu fulani, yule mtu fulani alimkufuru Mungu, na wakaenda kumuuliza Mungu kwa Musa. Musa akasema Mungu amesema 1, 2, 3. Wale ambao ni mashahidi waliosikia waweke mikono yao juu yake. Wakaweka. Baada ya kuweka, watu wakaambiwa sasa wapige mawe yule aliyekufuru. Amepigwa mpaka amekufa. Kumbuka wale wa Israeli walikuwa ni ukoo mmoja. Si unanielewa? Kwa hiyo walikuwa wanajuana, nani ni mtoto wa nani, mama yake alikuwa anaitwa nani, mama yake anaitwa huyu. Kwa hiyo Mungu alikomesha uovu kwa sababu wale watu walikuwa hawezi kutembea katika imani, kwa sababu mtu wa rohoni alikuwa bado hajazaliwa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nataka nikupitishe hapa ili uone mabadiliko makubwa ambayo Mungu ameyafanya. Hata leo tunaposema tunaishi kwa imani, tunaishi katika kipindi cha neema, tunaishi katika kipindi hiki, uone jinsi ambavyo Mungu amefanya mabadiliko makubwa. Hata anatembea na sisi tofauti na alivyokuwa anatembea na vizazi vilivyopita. Na uweze kuijua Torati. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya Lawi 24:17 mpaka 21 anasema hivi, na mtu ampigaye mtu hata akafa lazima atauawa. Umeona jinsi sheria ilivyo. Watu hawauani sio kwa sababu wanamuogopa Yesu au Mungu. Watu hawauani kwa sababu ya ile ukali wa sheria, kwamba nikimuua huyu nikajulikana mimi nitauliwa. Na atakayepiga mnyama atakafa, atalipo uhai kwa uhai. Ina maana ukimpiga mnyama, ng'ombe wa mtu akafa, basi na wewe utaenda kulipa. Bwana Yesu asifiwe. Ng'ombe au na wapapa atapigwa mpaka afe. Ulikuwa ni kipindi ambacho hakuna kitu, neno linaloitwa msamaha kulikuwa. Ni kipindi cha jino kwa jino, jicho kwa jicho. Umetoboa jicho, unatafutwa na wewe jicho hilo tena hilo la kushoto na hilo unatobolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kama umebaki na moja, tutajua Musa anayosema itatobolewa iwe kipofu kabisa. Kulikuwa ni kipindi ambacho hakuna neema, hakuna msamaha. Haleluya. Kwa sababu watu wenye tabia za asili walikuwa hawaelewi kitu ya kwamba eti Mungu amesema msameheni. Yani aingia kimisho. Bwana Yesu asifiwe. Na kusema hivyo kwao ni kama kuongeza uovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hayaingii wala hawaeleweki. Mtu akimtia mwenzake kilema vile vile kama alivyofanya naye atafanyiwa vivyo hivyo. 24:20 jeraha kwa jeraha, jicho kwa jicho, jino kwa jino, vile vile kama alivyomtia kilema naye atalipizwa hivyo. Na mtu anayemuua mnyama atalipa, na yeye atakayemuua binadamu atauawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukali wa sheria ulileta hofu ya watu kutotenda dhambi, kwa sababu ni watu wasioelewa mambo ya rohoni. Walipelekwa katika namna ya kimwili ili uzoefu unaoonyesha jinsi waliotenda dhambi walitendewa wapate kuingia hofu, na lile neno lipate kuingia ndani ya mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mtu mmoja aelewe
Ukiambiwa tunaishi katika kipindi ambacho ni cha neema, unielewe vizuri. Tunaishi katika kipindi cha neema. Ukiambiwa tunaishi katika kipindi ambacho agano tunaotembea nalo ni agano bora, haleluya, unielewe vizuri. Japo wako watu wanacheza, wakati wengine wanacheza kwa sababu hawalijui neno la Mungu na wanafikiria kwamba Mungu amebadilika, lakini nataka nikwambie ni kwa sababu ya Yesu Kristo. Lakini kikombe cha ghadhabu ya Mungu kinaendelea kujaa, na ndio maana hapata kuwa na msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Siku ile utakaokufa hapata kuwa na msamaha. Watu wanasema hivi, Mungu awezaje kuangamiza ulimwengu wote? Jifunze kwa Sodoma na Gomora. Yes. Jifunze wakati wa Mungu. Yes. Bwana aliangamiza ulimwengu. Mungu ana ushirika na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hajawahi kuwa na ushirika na hata kuja kuwa na ushirika. Na hata wewe unayetenda dhambi, Bwana anakuonea huruma kwa sababu yuko aliyesimama. Bwana Yesu asifiwe. Badala yako alipigwa, akajeruhiwa, akachukuliwa kwa sababu yako. Bwana Mungu anapomwangalia mwanae Yesu Kristo, damu alizopoteza, damu alizomwaga, majeraha aliyopata, anakuonea wewe huruma kwa sababu alizitoa. Sio kwamba wewe utendi dhambi, yeye alishaitoa dhambi yako, yeye alishailipa dhambi yako. Bwana Yesu asifiwe. Upate neema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninatoa haya ni machache, hautoshi kuyazungumza yote, lakini yatosha kukufungua wewe akili uone jinsi ambavyo Mungu alikuwa anatembea na watu wenye tabia za asili ambao wanatawaliwa na milango mitano ya fahamu. Na ndio maana Biblia inazungumza ya kwamba usipozaliwa mara ya pili huwezi kuiona. Yes. Huwezi kuiona mbingu. Sio kwa sababu yoyote ile, ni kwa sababu huwezi kujiconnect na ile imani. Hauwezi kujiconnect kwa sababu yoyote asiyezaliwa mara ya pili hawezi kuwa na imani halisi, kwa sababu yule mtu wa ndani ambaye ni wa roho hajazaliwa. Na kama hajazaliwa, haujaingia kwenye agano jipya, uko kwenye agano la kale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa maana hiyo huwezi kuirithi ufalme wa mbinguni. Na ndio maana jambo la kubatizwa ni jambo la msingi kwa Mkristo kuliko ujanja wa ubatizo ulioletwa na wajanja. Haujaletwa kwa bahati mbaya. Kuzimu inajua kwa nini uliletwa, ili kuwazuia watu wengi wasiende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mathayo 13:17. Kwa maana mimi nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona nyinyi leo wasione, na kuyasikia wanaosikia nyinyi wasisikie. Waliambiwa ya kwamba unakuja kipindi ambacho hakuna mwenye dhambi atapigwa na mawe, hakuna mzinzi atapigwa na mawe, hakuna atakaye kufuru atapigwa na mawe, bali kwa kumwamini Yesu Kristo watahesabiwa haki. Wakashangaa, hichi kipindi kinakuja kweli? Lakini manabii wengi walishia kutabiri wa kuiona. Bwana Yesu asifiwe. Hata wenye haki walitembea kwa haki, lakini ukumbuke wenye haki wa kipindi hiko walikuwa wanahesabiwa haki kwa matendo ya sheria, si